Always Television, making a difference. Very affect. That's why we even advise wale kabisa ni single mothers. Shikanisha watoto wako na your brother to be their father. Let your best brother be their father figure. Uo unamuita na wachapa. Uo unawapeleka huko anandiru na wao. They should have a fatherly figure. So that kuna vitu uwekwa ndani ya mtoto na figure ya baba. Na kuna vitu zinawekangwa ndani ya mtoto akikua na figure ya mama. That's why tuko hata nashinda mashule ya primary hata ya secondary. You realize all schools majority of teachers are ladies. They destroy our sons. Sure. Unakuta from baby what up to grade 4 hakuna man figure. So kare kamboy akaoni figure ya man. Akaoni mtu anaguruma, akaoni mtu kanaona tu motherly love. Mtoto anakuwa na anapewa, and especially mtoto kama ametoka kwa single mother. Amekuja kwa walimu ni women. My dear friend, tumeharibu vijana. You have to pray for men, for boy child. Ile figure ya hata teacher mwenye ni man kwa boy child. There are things these children draw from men that make them to be men or women. Kuna msichana utasikia akisema mimi baba yangu alikuwa anafanya hivi. So hizo vitu zinaingia. So huyo mtoto ni balanced. Akikua anaweza kaa na men, anaweza kaa na women. There are girls who cannot stay with the men. Sure. They don't know how. They have never met them. They have never lived the same house with them. They have never seen a father figure before them. They don't know what they want, how they eat, how they drink, they don't know. So huyo mtoto rendi akikua aolewe. Hata eza kuandu yule mwanaume because there are things she's not embarrassed or he's not embarrassed. Okay. So hapo ndio nilikuwa nasema kuna issue ya Genesis kukataa kuoa. We have to give them wisdom. And the ladies kukataa kuoleka. Na wakioleka wataki kuolewa na vijana. Wanataka kuolewa na elderly people who are settled. There's nothing to struggle about. There's nothing to worry about. They have met a house, they have met a car, met in business. So they even don't know how to bring a family, what it means. Sure. Because they met things set. So we have to remove that foolishness and bring the wisdom they need. And they will be helped. Now that's when we come to the point of separation. When these children now you understand. Yeah. When this child now is coming to the marriage, we expect breakages. Maana huyu msichana hajakaa na figure ya men. Hajakaa ama yule baba alikaa na yeye alikuwa very brutal. So amezoea brutality. Sasa akikuja kwako anakuja na hiyo character ya brutality. Ama huyu kijana ya pili there is this they fear responsibilities. Young men are fearing responsibilities. They want to live their own life. They want it to simple life. They want to have bundles on their phones. They want to put on the fashion. They want these things that they have not yet separated themselves with the youth's life. So they in marriage, but still they don't want to be disturbed. They don't want to hear a child crying. They don't want to be told, bring this and this and this. So you realize our children enter into marriage when they are really not prepared. There are no mentors to tell them, you are happy you are getting married, but this is what you expect. You expect this, you expect this. So they go very blindly. They are just pushed by love. Lakini wakiingia pale, sasa love inawekwa kando, reality inakuja. Nyumba italipwa. Mtoto atahitaji pampers, tutakula, tutakunywa. You are not even set how to go about it when you marry. Because
no one gave you this wisdom. Oh. Kienda kule inakuanga hivi na hivi. Kienda kule inakuanga hivi na hivi. How will you handle it? So wakifika pale wakute vile walifikiria sio hivyo. Maisha imekuwa ngumu. Kijana anatoka aliacha Landlord amemwambia jioni ulete pesa, anakuta hajapata. Anaenda kwa mama yake analala huko. Mama anabaki na watoto huko. Hawana anything. So at the end of the day, what do we expect? Kunakuwa na hizo separation because these people came together and there are no mentor to prepare them. Okay. Do you think we need to guide our youth? Because nowadays kuna there is a lot what we call lesbianism and gayism. A lot because men siku hizi wanaume wanataka wanaume. Wanawake wanataka you can see even a man can divorce his wife or the family, the wife can divorce the husband, aende atafute msichana mwingine wakaange na yeye kwa nyumba, aende atafute mwanaume mwingine wakaange. Is it because the society is not yani hatuna ile hatujaambiwa venye hii inafaa kwenda hii inafaa what is leading to that? First of all, their food. Okay. And because us we did not educate them early enough. Ni kama nyumba ungojei wake moto sasa ndio ukakuja kuzima. What if you prevented that fire first? They could be best. So unakuta kuna mafundisho hatuna time na watoto wetu. Wakati hiyo kitu tulianza kusikia imeanza kuvuma from the diaspora, we were supposed to now to guard our children. Through wisdom. Uwezi fungia mtoto kwa nyumba. Ati nyinyi msitoke. Hiyo ngeti nyinyi msitoke. You guard their minds with wisdom. Unaweka maneno yenye mtoto akijaribu kufanya hilo neno iliambiwa na mama, iliambiwa na baba, lina hit, linamcorrect, linamrekebisha. So we didn't prepare our youths the danger of this thing. Okay, some think hapa hakuna kuoana, kwa hivyo hakuna responsibility. Hapa hakuna kuzaa, kwa hivyo hakuna ma responsibility, na bado nitajienjoy tu. That's a lie of the devil. Inaanza kudanganya tu ni kama kuna advantages za hiyo kitu. But these people were not told that the danger of this thing. It is a very evil sin. Very evil sin before God. Hii ndio dhambi ilifanya Mungu akamaliza Sodom na Gomora. You remember? Yeah. This spirit of lesbianism. Mwanaume mgeni angeonekana Sodom. Wanaume wa mji wote walikuwa nalala kwa hiyo nyumba. So it was very bad sin, ikafanya Mungu akanyeshesha mvua ya moto. So for one, in defile even the land. It is a sin that defiles. It defiles the family, it defiles the land, it defiles so many things. It is stinking before God. And unaona Mungu anatuachanisha, Mungu anatuacha, yani mambo inakuwa maovu. Sababu Mungu anakasirika. Ni dhambi moja mbaya sana. Ya pili, it is also the spiritual side of it. It is a spirit. It's a very weekend spirit. That's why we have to guide our children, our minds. Wawe strong. Wawe na misisi ya mawazo, ya maneno, ya hekima. Wameambiwa, so wakionea hiyo nguvu zao za akili na kile wamewekwa kinapinga. Maana hiyo spirit ikiingia, tafukuza bibi. You know, two men cannot marry one woman. That's very true. One has to live. In the physical. Yeah. One has to live. Hakuna nyumba iko na bibi moja na wanaume wawili. Hao wanaume tu ndio watapigana, sio bibi. Hao wanaume watapigana na moja aliye na nguvu atatoa the weak, the mwenye strong atabaki. So hii spirit ikikuja inakujanga na nguvu zake. When it is not addressed, itafukuza bibi au bwana kwa familia. And it shall domine. It shall take dominion. It is a wicked, evil spirit. Nilienda shule moja.
I went to a certain school. I love those students. Na nikakuta hiyo roho imeingia kwa shule ya girls. And I fought it. When I started fighting it in the spiritual realm, I could feel the weight. Even when I'm in my house and I'm praying, I could see the giant. So it is a evil strong weekend spirit. Na inasambazangwa. Inasambazwa. Inaweza kuja na msichana moja shule. Na anaweza sambasia wasichana kadhaa. Na hiyo roho ikiwaingia sasa inakuwa shinda. Uliona kama ni kitu mzuri ukianza kutoka kwayo inakuwa ni ngumu. On the process you spread it. Whoever you spread it to spreads. So unakuta hii kitu sasa imesamba. Na immediately ikikukapcha kama msichana haitakukubalisha uolewe. Sasa husband already. Sasa spiritual husband. Hiyo roho itakubali uoe. So ndio utaona wanaume hawana haja na wasichana. Wasichana hawana haja na wanaume. Kwa sababu they have already been dominated by this weekend spirit. That satisfies them spiritually, sexual. So mambo ya ndoa iko kwa mawazo yao. It is a weekend spirit that we should fight so hard. And tuikozeshe nguvu kabisa iachilia wives. Yes. Do you think this thing it's read by kulea mtoto akiwa peke yake? Can that affect also? Akiwa peke yake? Like for example, you are married now, you don't want to be married but you have a children. Unataka tu kupata watoto. Nipate watoto wawili, nilee hivyo they are good enough. Now, for instance, nipate msichana anataka wasichana wawili, anataka vijana wawili. Ale vijana akiwa peke yake. Do you think this children, due to lack of father figure, can affect their mind psychologically? This issue now sometimes it even supersedes the way children are brought up. Because when you are sound, good parent doing parenting, there's something we call parenting. Parenting carries a lot of weight in a child, whether you are single or you are not. There are some people who are not single, but they don't have the qualities of parenting. There is a lady who is just alone, but is very strict, and she brings her children the right way. So it depends with the qualities of parenting in a parent. Oh, okay. If you are strong in your parenting, whether you are single or not, you can put the wisdom. What is guarding us from the youth from these issues is the wisdom put in them. Oh, okay. Put wisdom. As you cannot put wisdom to somebody like, now nimewaita holiday. No, it's something slowly. A point. And unaisisitisha, unaona imeingia na unaona mtoto ana act kulingana na hiyo point. Unaenda kwa ingine, maana huyo mtoto uko naye hapo for so many years. So you keep on putting wisdom and putting. So strength ya huyo mtu sio nguvu za mwili, nguvu za akili, nguvu za roho, nguvu za wisdom yenye iko ndani yake, nguvu za neno la Mungu lenye limefinyiliwa ndani yake. We went to a crusade somewhere. I want to practice. Na kijana moja tukafanya crusade tukamaliza. Tulikuwa tunaitisha hata sadaka. But after we finished, hiyo kijana akaniona kando. Hey pastor, kwa nini hamjaitisha sadaka? Hiyo neno imenibariki. Nipe mfuko ya sadaka nitoe. Anambia sisi hatujaitisha. No, kama nimesikia neno la limeribariki, lazima nitoe sadaka. Nikamuita kando. Nikamuuliza, "You born again?" No. How comes you are pressing on giving offering? Kaniambia hiyo nilifundishwa na baba yangu. Baba yangu aliniambia nikisikiza neno linibariki, I must give an offering. Kijana hajaokoka. Nilimpatia mfuko akatoa sadaka yake. And I was like, hiyo baba alifanya kazi ya juu. So there are some things you do to a child, even if he or she grows up, she will not go away from the ways of the Lord. Na hata akitoka, atatoka tu for a while. Anaweza toka from age 17, 18, 19, 20, 21. By age 22, kile uliweka ndani yake, sasa kinaanza kumurundisha kwa line.
Oh. So when we put these things in our children, that's now the strength of a child. Because most of the times in the future atakuwa peke yake. What will help him? Hautakuwa pale kumwambia usipite hivi. Lakini ile maneno uliweka ndani yake ukaisindiriria mpaka ikasink. That's what will restrain the child from lesbianism, from homosexual, from singleness. I don't want. You teach them what is a marriage, the importance. So mtoto akijaribu kusikia wengine wakisema mimi sitaoa, anakumbuka ile maneno ya mama, anakumbuka ile maneno ya baba. Naona hiyo maneno inamseparate na hiyo stop. So unakuta wako inji moja, lakini watoto wao wanafanya kitu tofauti na hawa. Sababu hawa kuna maneno iko ndani yao, imewangad. Okay. They try to get out of it, but the word of God is sharper than a two-edged sword. It will have to cut. So it keeps on cutting until that child is lined up. So the parenting and the upbringing and whatever you offend your child, so what you can maintain the child when those challenges come. But someone who has nothing, nothing is put in you to guard you. Even if you are grown up, anything that comes, you swallow. Any flag direction you follow. Because there's nothing guarding you. No. Hakuna hiyo maneno ndani yako. Nakwambia mamangu aliniambianga. Babangu alisema hauna hiyo. Wewe kwa hivyo saindi umesikia mambo ya lesbianism. It's the first time you are hearing it and you are hearing its advantages. So it matters what the parents are put in their children. It guards them even when these issues come. Oh, okay. I think we had a good time. So maybe when we are winding up, do you have anything that we would maybe tell our viewers? Yes, I want to tell our youth that there is hope. There is hope at the end of the channel. Let not any child give up. There are some who wanabebwa na upepo, but when they are inside the thing, they now want to come out. Okay. They don't know how. They still hope. As far as you are alive, they still hope. What you need to do is to seek for help, speak out. Just these things are not so secret. Speak them out to somebody who you know can keep a secret. Seek for advice. Seek for deliverance. Seek for guidance, and you can come out and start afresh. Especially right now in 2025. Start coming out and start a desire to have a new life in the new year, so that before the year goes very far, there will be restoration of all good things in your life, and you make it again. Wow. It's not yet over. Yeah. Wow. Thank you for your time. Maybe you can give us your address or any way that we can find you, or we can lead you through. Yes. Yeah. Okay, my telephone number is 07 21 577 121. I'll repeat, 07 21 577 121. Okay. God bless you. God bless you. Maybe you can say your name again for anybody who maybe want to clarify your name. Yes. I'm Judy Peterson from Karen. And yes, I'm born again. Those are my names. Oh, thank you. She is Apostle Judy Peterson. This is Mia TV, Mission Always Television. Please remember to follow all our social media handles, TikTok, YouTube, and Facebook, Instagram, and also in Twitter. Please reach us out on this number that is on this platform. Also remember, you can ask any question in any type, any day, any place you are, and we will be answering you right here in Mia TV. This is Mia TV, Mission Always Television. Remember to yes? Tell them this. I cut it short. Before you commit that suicide, talk to that number. Sure. Before you do any evil, talk to this. Just before, talk to that number. Sure. 24/7. Yeah, we are on, and our aim is to help and listen to you. We have counselors, we have men of God, we have advisors,
in case you need anyone to help you, before you do that thing that you want to do, before you commit that one big sin that you want to commit, before you marry a man like you, before you search for a girl like you, just ask. We shall guide you. This is Mia TV, Mission Always Television. Thank you for your time and God bless you. Hope to see you on my next video. My name is Wilson Minor. Thank you.